Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu waandishi wa Tanzania wote kwa ujumla, kama alivyotangulia msemaji wetu kututambulisha, sisi ni sehemu ya viongozi waliowahi kuwa ndani ya madaraka ya klabu ya Simba katika siku za nyuma. Lakini tuko hapa kwa muda huu kuungana na uongozi uliopo madarakani hivi sasa chini ya mwenyekiti wetu Bwana Murtaza Ali Mangungu. Tunaungana na wanasimba wote katika kuelekea mchezo wetu wa siku ya Jumatano dhidi ya Al-Masri. Mchezo huu ndio roho, ndio kiini, ndio sababu, ndio nafasi pekee tuliyokuwa nayo ya kuweza kushinda kwa kufuzu na kuelekea katika nusu fainali. Klabu yetu mfululizo mara 7 imefika katika hatua hii ya robo fainali kama alivyozungumza Mr. Azim, lakini pia hii itakuwa tunakwenda mara ya 8 kwa sababu ya kwake yeye alifika fainali alipokuwa katika uongozi wake katika mashindano haya tukacheza hapa, lakini Mungu hakujalia siku ile hatukuweza kuchukua ubingwa, lakini tuliingia fainali chini ya kwake Mr. Azim Dewji. Kwa hivyo sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhamasisha na kusema kwamba Simba ni moja na Watanzania wote ni wamoja. Wale ambao hawaitakii mema klabu ya Simba, tunawaomba siku hiyo wakae kwa kutulia kimya, wasijaribu kuleta vurugu, kuungana na watu wa aina yoyote ili kutaka kututoa nje ya mchezo. Hatutakubali na hatuko tayari kuona jambo hilo. Zipo chokochoko nyingi sana ambazo zimekuwa zikiletwa na baadhi ya watu ambao si Simba, wamekuwa wakishiriki na wakiwepo katika makundi ya kuungana na watu ambao ni opponents wa kwetu, lakini wao wanajifanya wakati mwingine wanavaa jezi za Simba, na wako wengine ambao wanakuja na jezi zao hizo ili kutaka kuchagiza na kuifanya nchi ionekane kwamba mashabiki zao si watu wenye utaratibu. Simba sisi sio watu wa aina hiyo. Ni waombe mashabiki wetu wote katika siku hiyo wasikubali kuwa wepesi wa kurejeshea vurugu za aina yoyote, kwani hatuko tayari kuona hilo. Sisi Simba tunaamini kwa uwezo wetu na utamaduni wetu na nidhamu tuliyokuwa nayo tutavuka na tutakwenda katika hatua nyingine ya nusu fainali ili tuiache hatua hii ya robo fainali kwa pamoja na nguvu zetu sisi sote kwa pamoja. Kama ulivyoona wazee wangu wako nyuma hapa, tuko nao pamoja. Maana yake Simba ni kitu kimoja, hakuna tofauti yoyote, hakuna migongano ya aina yoyote. Sisi kauli yetu moja tu, kuvuka hatua hii ya robo fainali na kwenda katika hatua ya nusu fainali. Simba tunaweza, tena tunaweza sana. Mengi yamekwisha kusemwa na mzee Azim, kwa hivyo mimi nisigusie tena maeneo hayo, niwaachie na wenzangu wengine ili waje kuzungumza. Lakini Simba tunaweza kuvuka kama tutakuwa tuko tayari, na sisi tunasema kwamba tuko tayari. Simba nguvu moja, Simba tunavuka hatua ya nusu fainali. Asanteni sana waandishi. Kwanza nishukuru uongozi kwa kujumuika nasi pamoja wote wana Simba ili kuweza kufikia malengo yetu ya kuvuka, kufuzu kuingia hatua ya nusu fainali, na kama alivyosema mzee wangu mzee Dalali hapa, kufika fainali yote inawezekana. Kubwa ni waombe washabiki, wapenzi na wanachama wa Simba kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe 9 Jumatano katika uwanja Mkapa, kwa sababu katika miaka hivi karibuni
tumeweza kufuzu katika hatua muhimu ambayo naweza nikasema kufuzu kwetu kumesaidiwa sana na mchezaji namba 12 ambaye ni mshabiki. Kwa wana Simba wakijitokeza kwa wingi wakaweza kushangilia kwa nidhamu. Tukumbuke kwamba tupo katika uangalizi na CAF, wakaweza kushangilia kwa nidhamu na kwa amani, kuipa support timu yao, tutaweza kupata mafanikio kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na historia ya hivi karibuni inatuonyesha mechi nyingi za maamuzi, tukiangalia mechi ya Nkana, mechi ya wale wa Libya wajuzi hapa Ahli, mechi ya Wydad, mechi nyingi zilikuwa ni mechi za kufanya maamuzi na zilifanyikia Mkapa hapa na zote tulifaulu. Kwa hiyo naamini kabisa kwa umoja wetu na mshikamano tuliokuwa nao tunaweza kufaulu kabisa. Na mechi iliyopita ya Misri, mwenyekiti, timu ilidominate mpira kwa asilimia kubwa sana. Changamoto ilikuwa sisi tukipata bahati ya kufunga. Tumeweza kuongea na benchi la ufundi, wameona makosa yaliyofanyika kule na tunaamini wameyarekebisha na tunaweza kupata ushindi. Kwa kupitia wanahabari tunaomba mtufikishie hizi salamu kwa wana Simba, wajitokeze kwa wingi. Wachezaji wetu na wameahidi kufanya makubwa katika historia yao ya mpira na katika historia ya Simba kama klabu. Mimi niwashukuru sana wanahabari na tunawategemea nyie mwe mabalozi wetu kutufikishia hizi habari kwa wana Simba. Simba oye. Nashukuru sana.